Mjambo na karibu tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, chanzo chako cha habari za ukweli na zenye kuaminika. Na leo tunakukaribisha kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na katika taarifa zetu za asubuhi ya leo tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo wanaendelea kupambana dhidi ya uasi wa M23. Na ni kujuze tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kila siku kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio kwa mara kwanza unaungana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote tunakusii kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na vile vile unaweza endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaonekana hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho ili kukamilisha siku yako ukiwa na habari sahihi kuhusu matukio yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yameripotiwa siku ya jana Jumatano tarehe 4 Februari katika kituo cha biashara cha Bule wilayani Njugu kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa CRP wanaoongozwa naye Thomas Lubanga. Hali hiyo imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kuathiri tena maisha ya kila siku katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mapigano yalianza majira saa 2 asubuhi katika kijiji cha Ngele karibu na kambi ya wakimbizi wa ndani iliyoko katikati ya tambarare ya Savo. Milio ya risasi na silaha nzito ilizua taharuki kubwa hasa kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vurugu za awali. Wananchi waliokuwa wameanza kurejea majumbani mwao lazimika kukimbia tena kutafuta usalama. Mapigano hayo yaliendelea kusogea hadi katika soko ya Bule na inakadiriwa yaligharimu takribani saa 6 mfululizo. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa CRP walionekana tena ndani ya kituo cha biashara, ili walazimu wafanyabiashara wachache walikuwa wamefungua shughuli zao kuzifunga haraka. Shughuli zote za kiuchumi na kijamii sasa zimesimama, huku barabara zikiwa topu na hofu ikitanda kila kona. Haya yanajiri ikiwa ni wiki moja tu tangu ujumbe wa pamoja wa maafisa wa FARDC na MONUSCO kutembelea eneo hilo kwa lengo la kuhakikisha wakazi usalama na kuimarisha ulinzi wa raia. Ziara hiyo ilikuwa imeleta matumaini na kurejea kwa utulivu, lakini mapigano haya mapya yamevuruga tena imani ya wananchi kwa juhudi za amani. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliofariki au kujeruhiwa, na uongozi wa jeshi bado hujatoa tamko lolote. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa pande zinazohusika kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wakimbizi wanaozidi kuongezeka. Wakazi wa Njugu wanaendelea kuishi katika mazingira magumu na ukosefu wa usalama wa kudumu. Wanaomba serikali pamoja na wadau wa kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, kurejesha utulivu na kuwawezesha kurejea kwa shughuli zao za kawaida. Hali ya Bule kwa sasa inaonyesha wazi kuwa amani ya kudumu bado ni ndoto inayohitaji juhudi kubwa zaidi. Andre Biadunia Mashaka, mmoja wa wazee na wanotabla wa mji wa Uvira, ametoa ujumbe wa kuwahimiza wananchi wa mji na wilaya ya Uvira kufuatia wasiwasi uliojitokeza kuhusu hali ya usalama. Amesema kwa sasa hali inaendelea kudhibitiwa na vyombo vinavyohusika na kwamba kuna sababu ya wananchi kuingiwa na hofu kupita kiasi. Amewataka wakazi kuendelea kuwa watulivu, kuepuka kusambaza taarifa na uvumi na kushirikiana na mamlaka za usalama ili kulinda amani la eneo lao. Vile vile amesisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano, akionya dhidi ya vitendo vya uchochezi vinavyoweza kuvuruga utulivu. Amehimiza wananchi kuendelea na shughuli zao za kawaida huku wakifuata maelezo rasmi yanayotolewa na viongozi. Basi tumsikilize kisha tutarejea na habari nyingine zaidi. Ni magari yote sasa kuna pita mwebu 18 jipe zigisi zilikia jana, na ile kama ni watu wanasita seji blende auto blende zabo zote zinarudia tena direction Kamanyola. Pour autant dire batu basipanike. Nous savons que tuko mikono ya security ya yetu ya nchi, FARDC kuna linda mji. Wako natuambia walifika kama Kabunambo wakapanda milima. Kule kwa watapanda kwa milima kuko watoto yetu, le FARDC sont là, wazalendo wako pale. Na hatuyapata fasi kwenye walifikia precisement. Soit inaweza kuwa bongo au inaweza kuwa kweli, mais restons toujours vigilants.
mena wainforme kama banarudia na gisi walikia tena jana isonde retour vers Kamanyola. Kama nila tena Bukavu misi iwe, mais voilà information ambayo tuko nayo de sources sûres. Zinatuambia kwamba bamerudia. Donc batu tusipanike sana, tusitoe roho mtumbu tuiweke kushingo. Hapana, rasirevuke Mungu pamoja na maservisi zetu satusaidie. Baada ya zaidi ya mwezi mmoja wa kuishi maisha ya ukimbizi wa kulazimishwa, wakazi wa vijiji kadhaa vya kundi la Waloya Yungu katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wameanza kurejea taratibu majumbani mwao kufuatia utulivu unaoonekana katika eneo hilo. Hali hii imeleta matumaini mapya kwa familia nyingi zilizokuwa zimekimbia makazi yao kutokana na mapigano ya silaha. Kurejea huko kumetokana na kusimama kwa mapambano yaliyokuwa yakiendelea katika eneo la Buhimba mpakani mwa wilaya za Masisi na Walikale. Mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali yalikuwa yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbilia maeneo walioamini kuwa salama, wakiacha nyuma nyumba zao, mashamba na mali zao. Kwa mujibu wa chifu wa kikundi cha Waloya Yungu, Mwami Bakungu, amesema tangu mwanzoni mwa mwezi wa Januari mwaka 2026 hali ya usalama imeanza kuimarika, jambo linaloruhusu wananchi kuanza safari ya kurejea vijijini mwao. Amesema wakazi wanaanza kidogo kidogo kujenga upya maisha yao na kurejesha shughuli zao za kawaida. Utulivu umewezesha pia kufukua kwa shughuli za kijamii na kiuchumi, ingawa kwa kiasi kidogo. Masoko ndani yameanza kufunguliwa tena, wafanyabiashara wanarejea kazini na baadhi ya shule zimeanza kuwapokea wanafunzi. Hata hivyo, hali hii bado ni ya dhaifu kwa sababu wananchi wengi wamerejea wakiwa hawana chochote cha kuanzia maisha. Sekta ya afya imetajwa kuwa miongoni mwa zilizoharibika zaidi. Vituo vingi vya afya katika Waloya Yungu vinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa dawa na vifaa vya tiba, hali inawafunga wagonjwa kukosa huduma stahiki. Mwami Bakungu ameomba kwa dharura msaada kutoka kwa serikali na mashirika ya kibinadamu ili vituo hivyo viwezeshwe. Licha ya kurejea huku, hali ya kibinadamu bado ni ya kutisha. Familia nyingi zimepoteza mali zao, mazao mashambani yameharibika na hakuna tena vyanzo vya mapato. Wengi wanakosa chakula, malazi bora na mahitaji ya msingi ya kuanza maisha mapya. Wadau wa ndani wanatoa wito kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka kwa kutoa msaada wa chakula, matibabu na miradi ya kuinua uchumi wa eneo hilo. Wamesitiza kuwa bila msaada wa haraka, hatari ya mgogoro ya kibinadamu kuongezeka bado iko juu licha utulivu unaoonekana kwa sasa. Mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na washirika wake wa Wazalendo dhidi ya waasi wa M23 yamezidisha hali mbaya ya kibinadamu katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Maelfu ya wananchi waliokimbia makazi yao wanaishi katika mazingira magumu bila chakula, maji ya kunywa wala huduma za afya. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo, takribani watu milioni 1 wamelazimika kuihama makazi yao na kutawanyika katika maeneo mbalimbali ya Fizi. Kutokana na maelezo ya makundi ya Wazalendo, hakuna kambi rasmi ya wakimbizi zilizojengwa, hali na walazimu waliokimbia vita kuishi kwenye familia za wenyeji. Hali hii imeongeza mzigo mkubwa kwa familia hizo na kufanya maisha ya kila siku kuwa magumu zaidi. Katika kijiji cha Ekengya pekee kinachopatikana kilomita kadhaa kutoka kituo cha Fizi, karibu watu 2000 wanaishi kwa taabu kubwa. Mama Angela Maua Ndone mwenye watoto 8 alikimbia mapigano ya Point Zero miezi kadhaa iliyopita. Amesema watoto wake hawaendi shule na familia yake inakosa hata chakula cha kutosha. Ameomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali na wadau wa kibinadamu. Naye kiongozi wa kijiji cha Ekengya Marani Makambe ameeleza kuwa kijiji hicho kinahifadhi wakimbizi zaidi ya 1800 waliotoka maeneo ya Point Zero, Rugezi, Kavanja na Kitumba. Amesema wakimbizi hao wana maji safi, hawapati matibabu na wanashindwa kulipa gharama za afya zinazofikia pesa 15,000 hadi pesa 100 za Kongo baada ya huduma. Hata sehemu ambapo wanahifadhiwa wakimbizi hawaishi kwa amani. Kila panapotokea mapigano kati ya milima ya Mitumba au Point Zero, hofu kubwa utanda miongoni mwa wananchi wakihofia vita kusogea karibu nao. Hali imeathiri sana watoto, wengi wao wakiwa wasomi na wengine wakionyesha dalili za utapiamlo. Jamii ya wakimbizi wa ndani naomba serikali ichukue hatua madhubuti za kumaliza vita, ikiamini kuwa hilo ndilo suluhisho la kudumu la kupunguza wimbi la wakimbizi. Wamesema bila amani ya kudumu, misaada pekee haiwezi kuondoa mateso yao. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR inaendelea kutoa msaada kadiri inavyowezekana, ingawa inakiri kuwa ukubwa wa migogoro huu unazidi uwezo
uwezo wake kutokana na mapigano yasiyokoma. Hata hivyo, wito unatolewa kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za haraka ili kuokoa maisha maelfu ya watu wanaoteseka huko Fizi. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, ambako vijiji kadhaa vyopo kwenye mihili wa barabara ya Butembo Mungerinjipa vimeachwa bila wakahazi. Wananchi wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mauaji ya mara kwa mara yanayohusishwa na waasi wa kundi la ADF. Katika miezi ya hivi karibuni, eneo hilo limeshuhudia matukio ya mwangaji damu yaliyosababisha hofu kubwa. Mwezi Novemba mwaka jana, shambulio lilolenga kituo cha afya cha Bambo kilisababisha vifo vya watu 18. Tena mwezi Januari, uvamizi mwingine ulitokea katika ukanda huo na kuwa watu 6, jambo linaloongeza zaidi hali ya taharuki. Kutokana na ukosefu wa usalama, vijiji vingi vimebaki tupu, huku familia zikikimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Shughuli za kijamii zimeathirika vibaya, hasa sekta ya elimu na afya. Shule kadhaa zimelazimika kufungwa na watoto maelfu wamekosa masomo yao kwa muda usiojulikana. Hali mbaya pia katika kituo cha Bambo kilichopo takriban kilomita 65 kutoka mji wa Butembo. Wafanyakazi wa afya wameondoka eneo hilo kwa kofia maisha yao na kuacha wagonjwa bila huduma za matibabu. Wakazi waliobaki wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, dawa na ulinzi. Wananchi wa Lubero wameomba serikali pamoja na jeshi kuimarisha operesheni dhidi ya ADF ili kurejesha amani kwenye miili huo muhimu wa kiuchumi. Wamesema bila usalama itakuwa vigumu kwa wakimbizi kurejea majumbani au huduma za msingi kuanza tena. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, eneo la Butembo Mungerinjipa naweza kukumbwa na janga kubwa zaidi ya la kibinadamu. Wanasisitiza umuhimu wa kulinda raia, kufungua tena shule na vituo vya afya na kurejesha amani ya wananchi kwa taasisi za dola. Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, amelaani vikali Rwanda na kundi la waasi wa M23 kujaribu kutumia baadhi ya jamii za Kongo kusababisha mzozo na kuzofisha amani ya taifa. Kauli hiyo alitoa baada ya mazungumzo ya zaidi ya saa moja na viongozi wa jamii ya Banyamulenge na Tusi kutoka kwa diaspora ya Kongo walioko Marekani. Amesema kuwa baadhi ya Wakongo walazimishwa kuondoka Uvira kisha kupelekwa kwa nguvu Rwanda, jambo lilohusishwa na Rwanda na M23. Patrick Muyaya amepongeza juhudi za Rais Felix Antoine Tshisekedi na serikali yake katika kujaribu kuzuia uvamizi wa mara kwa mara wa Rwanda katika eneo la Kongo. Tutazidi kulaani vitendo vya Rwanda na M23 vinavyolenga kututenganisha na ndugu zetu wa jamii nyingine, amesema msemaji huyo wa serikali. Aidha, Patrick Muyaya amesisitiza kuwa serikali ya Kongo itazidi kufichua propaganda za uongo zinazohusu mateso yanayodaiwa kwa jamii ya Banyamulenge na Tusi na kuonyesha kuwa Rwanda na M23 wanataka kueneza chuki kati ya Wakongo. Patrick Muyaya pia ametoa wito wa mshikamano wa kitaifa, kiamini ushirikiano wa diaspora Kongo waliokuwa ukiunga mkono jitihada za kulaani uvamizi wa Rwanda. Amesema mshikamano na umoja wa wananchi wa Kongo ni ufunguo wa kudumisha amani na kulinda taifa kutokana na shinikizo ya kigeni. Kwa sasa serikali ya Kongo inasema itaendelea kulaani vitendo vyote vinavyolenga kuvuruga amani, huku ikisisitiza umuhimu wa wananchi kushikamana na kuacha mgongamano wa kikabila. Hii ni changamoto kubwa kwa taifa, lakini pia ni wito wa mshikamano wa umoja wa kitaifa. Baada ya zaidi ya wiki mbili akiwa amekamatwa, mwandishi wa habari Thomson Unji Batangalwa Williame amerejea kwenye uhuru wake. Taarifa imetolewa na mtandao wa uhariri wa waandishi wa habari wa Fizi RGFI kupitia kiongozi wake Jonas Seba Mkiabela, akisema kuwa mshirika wao amepatikana huru siku ya jana Jumatano tarehe 4 Februari katika mji wa Baraka. Mwandishi huyo alikuwa amekamatwa na kuwekwa katika kizuizi cha polisi cha taifa huko Baraka kwa karibu wiki mbili, jambo ambalo RGFI linalaani kama hatua kinyume na sheria na isiyo na msingi wowote wa kikatiba. Jonas Seba amesema kuwa Thomson Unji Batangalwa aliumiwa kikatili kwa kutopatiwa haki ya kufanya kazi yake ya uandishi wa habari kwa uhuru. Mtandao wa RGFI umewashukuru wenzake waandishi wa habari waliunga mkono jitihada za kupata uhuru wa mwandishi huyo pamoja na mashirika ya wadau wa uhuru wa vyombo vya habari waliotoa msaada muhimu katika kipindi chote cha kufungwa. Amesema pia kwamba shukrani zinatolewa kwa mkurugenzi wa Baraka wa muda Mary Mukanja Swaze na kwa jumuiya ya kiraia Sosiko DRC kupitia kiongozi wake Kakosi Chakobota Jojo Ngonda kwa ushirikiano wao. Aidha, Jonas Seba Mkiabela ametoa wito kwa mamlaka kuhakikisha ulinzi wa waandishi wa habari, kuimarisha ushirikiano wa wafanyakazi wa vyombo vya habari na kuzingatia mazungumzo badala ya vitendo vya kuteswa au
kugandamizwa. Pia amesisitiza umuhimu wa wahariri na waandishi wa habari kuwa na umoja, uwajibikaji wa tahadhari, hususan katika kipindi hiki kigumu cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinachojaa changamoto za usalama mashariki mwa nchi na vitendo vya uvamizi wa Rwanda na washirika wake wa M23. Huu ni ushindi mkubwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na wito wa kuendeleza mshikamano, uwajibikaji na ushirikiano kati ya wanasiasa, vyombo vya dola na wanahabari kwa manufaa ya nchi kwa ujumla. Watu watatu walikuwa wakifanya kazi za ujenzi wamepoteza maisha katika tukio la kusikitisha lililotokea usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 4 Februari katika mtaa wa Katanga, eneo la Amisi, ndani ya manispaa ya Aru, wilayani Aru, kaskazini mwa mkoa wa Ituri. Tukio limetokea kwenye eneo la ujenzi waliokuwa wakifanya kazi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka idara ya ulinzi ya raia, mmoja wa mafundi alijaribu kuingia ndani ya shimo la maji ili kuokoa simu yake ilikuwa ikidondoka katika shimo hilo. Kwa bahati mbaya alikosa hewa na kupoteza maisha. Wenzake wawili walipojaribu kumsaidia na kumtoa ndani ya shimo hilo, nao pia walikumbwa na hali hiyo hiyo, na wote watatu wamefariki dunia papo hapo. Tukio limezua huzuni kubwa na taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo la Aru. Wananchi wengi wameeleza kushtushwa na namna ya vifo hivyo vilivyotokea, huku wengine wakihofia uwezekano wa kuzuka kwa mvutano wakati wa kuchukua miili ya marehemu na familia zao ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Wadau wa kijamii wanasema ajali hii inapaswa kuwa fundisho kuhusu hatari za kuingia kwenye mashimo ya maji bila vifaa maalum au dhuluma wa uokoaji. Wameomba mamlaka kuhamasisha elimu kwa wananchi juu ya namna salama ya kukabiliana na matukio kama haya. Aidha, tukio hilo limeboa wito kwa kuingilia kati haraka kwa mamlaka za serikali pamoja na vyombo vya usalama, hususan polisi ya kitaifa ya Kongo, ili kulinda eneo la tukio, kutuliza wananchi na kuzua uwezekano wa migogoro ya kijamii. Wananchi wanataka uchunguzi wa kina ufanyike na taratibu za majisi ziratibiwe kwa utulivu na heshima. Vifo vya wafundi hao watatu vimeacha simanzi kubwa kwa familia zao na jamii nzima ya Aru. Wakazi wanaendelea kuomba hatua madhubuti zichukuliwe ili matukio kama ya aina hii yasijirudie tena na mshikamano wa kijamii uendelee kulindwa. Tukio la kusikitisha limetokea usiku wa kuamkia tarehe 4 Februari katika mtaa wa Himbi mjini Goma, ambapo mlinzi mmoja wa usalama aliuawa kikatili katika eneo la shule ya Mwanga iliyopo kwenye Avenue Dilake. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na kuibua maswali kuhusu usalama wa raia. Marehemu alitambulika kwa jina la Heshima Bahati Celestin mwenye umri wa miaka 37 aliyekuwa akifanya kazi katika kampuni ya ulinzi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, alishambuliwa na watu waliokuwa wamevalia sare zinazofanana na za kijeshi na waliokuwa na silaha za jadi aina ya mapanga. Shambulio lilikuwa la ghafla na la kikatili na kusababisha kifo chake papo hapo katika eneo lake la kazi. Mashuhuda wanasema washambuliaji hao walitoweka mara baada ya kutekeleza uhalifu huo bila kujulikana walipoelekea wala kutokea. Tukio hili linaziridisha hatari kubwa inayowakabili raia na hata walinzi wanaofanya kazi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa uasi wa M23. Wakazi wa jirani na shule ya Mwanga wameeleza masikitiko ya hofu yao, wakisema matukio ya aina hii yamekuwa yakiongezeka na kutisha usalama wa jamii nzima. Wameomba vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi katika shule, makanisa, hospitali na maeneo mengine ya kiraia ili kuepusha maafa zaidi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka kuhusu kukamatwa kwa wahusika na uchunguzi unaendelea kubaini chanzo la lengo la shambulio hilo. Jamii ya kiraia mjini Goma inatoa wito kwa serikali kuchukua hatua kali dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoendelea kuwakumba wananchi wasio na hatia. Kifo cha Heshima Bahati Celestin kinaacha majonzi makubwa kwa familia yake, wafanyakazi wenzake na wanafunzi wa shule ya Mwanga aliyokuwa akiwalinda. Tukio hilo linakumbusha tena umuhimu wa kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Kongo ili kulinda maisha na heshima ya kila raia. Shughuli za kibinadamu katika wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini zimekumbwa na changamoto kubwa kutokana na kukatika kwa huduma za mawasiliano kwa zaidi ya wiki moja sasa. Hali hii imekuwa kikwazo kikubwa kwa mashirika ya misaada katika kutumiza majukumu yao na kuwasaidia wananchi waliokumbwa na mateso na changamoto mbalimbali. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya misaada ya kibinadamu, kukatika kwa mtandao kumeifanya kuwa karibu haiwezekani kutoa msaada wa kifedha, kutuma ripoti za shughuli, kubaini walengwa na wa msaada au kutoa tahadhari kuhusu harakati za wananchi waliokimbia maeneo yao. Hali hii imeathiri sana utekelezaji wa mpango wa kusaidia wakimbizi na wananchi wanyonge. Jackson Mbula, katibu mtendaji wa chama cha amani cha usuluhishi wa haki,
Cadre de Paix pour la Reconciliation et la Justice kilichopo Ruchuru amesema kuwa hali hiyo inazua wasiwasi mkubwa. Amesema kuwa ukosefu wa mawasiliano ni kikwazo kikubwa kwa mashirika ya misaada, hasa wakati ambapo kuna wimbi kubwa la wakimbizi na utegemezi mkubwa wa msaada wa kibinadamu. Bila mtandao hatuwezi kuratibu timu zetu za kazi, hatuwezi kuwasiliana na washirika wetu na hatuwezi kufuatilia walengwa wa msaada. Hii inahatarisha ufanisi wa uwazi wa shughuli zetu, amesema Bwana Jackson Mbula. Mashirika ya kibinadamu yameshauri serikali na mamlaka husika kurekebisha hali haraka na kuhakikisha huduma za mawasiliano zinafanyiwa utengenezaji wa haraka. Hii itarahisisha kuratibu msaada wa chakula, huduma za afya na ulinzi wa wananchi waliokumbwa na mgogoro. Kumbuka kuwa kukatika kwa mtandao kumeathiri sehemu kubwa za mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini kwa zaidi ya wiki moja, hali ambayo inazidisha changamoto kwa jamii zilizo katika mazingira magumu ya kibinadamu. Serikali inahitajika kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha mawasiliano na kuruhusu msaada wa kibinadamu kufanyika kwa ufanisi. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na hii ni Kivu News Info ambapo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi tunakuomba kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kule comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku kisha kuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa unapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, sina la ziada tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tarehe 5 za mwezi wa pili mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda tena tukutanane kwenye taarifa zetu zingine za baadaye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.